Karibu katika taarifa yetu ya habari Afrika leo mchana. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na Uingereza kushinikiza washirika kutoa silaha za masafa marefu kwa Ukraine. Mahakama ya Uganda yatupilia mbali kesi ya Wakenya wawili waliopotea nchini humo. Na polisi wakabiliana na wafuasi wa upinzani Cameroon. Naam. Na tumai ubweri wafe pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Cantona Joseph. Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer atawasihi washirika wa Ukraine kuipatia nchi hiyo silaha za masafa marefu zaidi kushambulia Urusi. Rais Zelensky anatembelea Uingereza hii leo. Starmer atakuwa mwenyeji wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pamoja na kile kinachoitwa muungano walio tayari unaojumuisha zaidi ya washirika 20 wa Ukraine ambao wameahidi kutoa ulinzi wa kiusalama wa Kyiv mara tu usitishwaji wa vita utakapokamilika. Zelensky amekuwa akiomba kwa wiki kadhaa apewe silaha zaidi ya masafa marefu kutoka magharibi, hatua ambayo Urusi imeonya kuwa itaongeza mzozo huo. Kiongozi wa Ukraine anasafiri kuelekea Brussels ambako walikutana na viongozi wa Umoja wa Ulaya siku ya Alhamisi kutafuta msaada wa kifedha. Mahakama Kuu nchini Uganda imetupilia mbali ombi la kutaka nchi hiyo itoe taarifa ya Wakenya wawili waliopotea nchini humo baada ya mamlaka kusema kuwa haina taarifa zao. Mahakama ilitupilia ombi la kuitaka ishurutishe serikali kutoa taarifa kuhusu Nicholas Oyo na Bob Njagi na kutoa ushauri wa kuripoti katika polisi wa Uganda kuhusu mtu aliyepotea. Mahakama ilifahamishwa kuwa wawili hao walikamatwa na jeshi mnamo Oktoba mosi mwaka huu wakiwa kwenye kampeni ya mgombea urais Robert Chagulanyi maarufu kama Bobi Wine katika wilaya ya Kaliro. Maafisa wa usalama kaskazini mwa Cameroon wamekabiliana na wafuasi wa chama cha upinzani waliokuwa wakiandamana kumunga mkono mgombea urais Chiroma Bakari aliyejitangaza mshindi kwa uchaguzi wa urais uliofanyika tarehe 12 mwezi huu wa Oktoba. Polisi walilazimika kutumia mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wamefunga barabara kwa mawe na kuwasha moto. Bwana Bakari aliwataka wafuasi wake kuandamana iwapo tume ya uchaguzi itatangaza matokeo yaliyochachuliwa. Matokeo rasmi ya uchaguzi wa urais yanatarajiwa kutangazwa na tume hiyo ya uchaguzi Jumatatu ijayo. Matokeo ya awali yanaashiria huenda Rais Paul Biya mwenye umri wa miaka 72 akaendelea kuliongoza taifa hilo ambapo amekuwa madarakani kwa zaidi ya miaka 43. Serikali imetoa wito wa kuwepo utulivu kuelekea katika uchaguzi ambapo matangazo hayo rasmi yatatolewa siku ya Jumatatu. Chama cha kikomunisti cha Uchina kimewafukuza majenerali 9 wakuu katika mojawapo ya misako yake mikubwa ya umma dhidi ya jeshi katika miongo kadhaa. Maafisa wakuu 9 wameshukiwa kufanya uhalifu mkubwa wa kifedha, taarifa iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Uchina imesema. Wengi wao walikuwa majenerali wa nyota 3 na sehemu ya kamati kuu ya maamuzi ya chama, na pia walifukuzwa kutoka kwa jeshi, ingawa taarifa hiyo imeonyesha hatua hiyo kama sehemu ya harakati ya kupambana na ufisadi. Wachambuzi wanasema inaweza pia kuonekana kama uamuzi wa kisiasa. Hatua hiyo inaajiri mkesha wa kikao cha wajumbe wa chama hicho ambapo kamati kuu inajadili mpango wa maendeleo ya Uchina wa nchi na kuwapigia kura wanachama wapya. Kati ya 9 hao ni He Weidong aliyechukulia kuwa afisa wa pili wa cheo cha juu katika jeshi la Uchina baada ya Rais Xi Jinping ambaye ni mwenyekiti wa CMC. He Weidong anaonekana mara ya mwisho mwezi Machi na kutoweka kwake machoni pa watu
kulichochea uvumi kwamba alikuwa akichunguzwa kama sehemu ya mchakato wa kuondoa maafisa wa kijeshi wa ngazi za juu serikalini. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara anawania muhula wa 4 katika uchaguzi wa siku ya Jumamosi, akiahidi kuendeleza ukuaji dhabiti, huku wakosoaji wakilaani kile wanachoelezea kama jitihada za serikali yake ya kukandamiza upinzani. Uchaguzi katika nchi hiyo, mzalishaji mkubwa wa kakao duniani, unawakutanisha Ouattara miaka 83 dhidi ya mawaziri wawili wa zamani wa serikali pamoja na mke wa zamani na msemaji wa zamani na mtangulizi wake Laurent Gbagbo. Ouattara ndiye mgombea pekee anayeungwa mkono na chama chenye nguvu cha kisiasa na hivyo kumfanya kuwa kipenzi cha wengi. Wapinzani wengine wawili mashuhuri, Gbagbo na mkurugenzi mtendaji wa zamani Credit Suisse Tidjane Thiam, walizuiliwa kushiriki. Ouattara ambaye amepuuzilia mbali wasiwasi kuhusu umri na afya yake, aliingia madarakani baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miezi 4 baada ya Gbagbo kukataa kushindwa katika uchaguzi wa 2010. Mwanabenki wa zamani wa kimataifa na naibu mkurugenzi mkuu wa IMF, Ouattara amesaidia kuiweka Ivory Coast miongoni mwa nchi zinazokuwa kwa kasi kiuchumi katika kanda hiyo. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Hali ya wasiwasi imeongezeka tena katika maeneo ya mashariki mwa Kongo. Kundi la AFC mkwaju wa M23 linaituhumu serikali ya Kinshasa kwa ukiukwaji makubaliano ya kusitisha mapigano na kutishia kujibu moto kwa moto. Mazungumzo ya amani yanaendelea mjini Doha kati ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na waasi wa AFC mkwaju M23. Rudha Alonga ana taarifa hiyo kwa kina. Uvunjaji wa mara kwa mara wa makubaliano ya kusitisha vita unaofanywa na jeshi la taifa la Kongo FARDC pamoja na washirika wake. Wamesema maeneo kadha waliokuwa wakiyadhibiti yameshambuliwa kwa mabomu katika wilaya za Walikale, Masisi na Kalehe, ikiwemo kiwanda cha uchimbaji dhahabu cha Twangiza ambacho kimeripotiwa kushambuliwa mara 2 mwezi Oktoba. Corneille Nanga, mratibu wa kisiasa wa kundi hilo, ameitaja hatua hiyo kuwa uhalifu dhidi ya amani na akishutumu serikali ya Kinshasa kwa kuvuruga juhudi za kidiplomasia zinazoendelea mjini Doha na Washington. Hata hivyo, wakazi wa Goma wanasema wanaishi kwa hofu kubwa ya kurejea kwa mapigano. Mimi kama mkazi wa Goma na mmoja wa waathirika wa uzembe wa serikali ya Kinshasa, jana nilisikia viongozi wa kundi la AFC 23 wakitishia kujibu mashambulizi. Makundi haya mawili yaliyokubaliana kuketi meza ya mazungumzo kule Doha, lakini ndio hao wanaokiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Na sisi wananchi tunaendelea kuwa waathirika wa vitendo vyao. Maelfu waliuawa wakati wa kupokonywa kwa mji wa Goma. Sasa mtu anaweza kujiuliza, wanawezaje tena kutangaza vita? Kwa upande wa serikali, msemaji wake amekanusha madai ya mashambulizi hayo, akiyataja kama uzishi wa waasi. Lakini kwa wanaharakati wa jamii, pande zote mbili zinajionyesha kama wahanga kwenye mitandao ya kijamii, huko wananchi wa kawaida wakiendelea kubeba mzigo wa mateso. Mmoja wa wanaharakati hao ambaye hakutaka kutaja jina lake amesema, ni raia ambayo inaendelea kuwa victim na hizi habari za nchi, sababu amani ni kila mtu anapaswa kuleta amani. M23 na AFC inapenda ioneshe dunia kama inataka amani, na pande la serikali ya Kongo nayo inaonesha kama inataka amani, lakini makubaliano ni kwamba wote wanatafuta kujikokotea ukweli. Wanapenda waoneshe dunia kama kila mtu anatafuta kwenye meza, hawataki amani, sababu wangetaka amani kama waisha kamilisha ya Doha na Washington. Kwa mujibu wa shirika la misaada Oxfam France, zaidi ya Wakongo milioni 21 wanahitaji msaada wa dharura, huku zaidi ya milioni 28 wakikabiliwa na njaa. Hospitali zimelemewa, barabara zimeharibiwa na inakadiriwa kuwa mwanamke mmoja hubakwa kila baada ya dakika 4. Licha ya ukubwa wa janga hilo, ufadhili wa misaada ya kibinadamu umepungua kwa takribani 2/3 ndani ya mwaka mmoja. Oxfam inatoa wito kwa mkutano wa kimataifa
Kimataifa kuhusu Maziwa Makuu unaotarajiwa kufanyika nchini Ufaransa tarehe 30 Oktoba kuchukua hatua madhubuti badala ya kutoa maneno matupu ili kufufua mchakato wa amani mashariki mwa Kongo. Ruth Alonga, DW, Goma. Asante sana Ruth Alonga ukiwa maeneo ya Goma kule DRC. Kitendawili kinaendelea kuhusu alipo makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche aliripotiwa kuchukuliwa na jeshi la polisi akiwa katika eneo la Mahakama Kuu jijini Dar es Salaam, Tanzania. Chama chake kimesema hadi sasa hakijapata taarifa zozote rasmi kuhusu mahala alipo kiongozi huyo. Ndugu zake sasa wanatafuta majibu kutoka kwa jeshi la polisi. George Jogopa anaripoti akiwa Dar es Salaam. Polisi baada ya kufika katika Mahakama Kuu kufuatilia kesi uhaini inomkabili kiongozi wake Tundu Lissu, amekuwa gumzo sio tu ndani ya familia yake bali pia kwa makundi ya kiharakati na wadau wa masuala ya kisiasa. Chama chake kimesema hadi sasa hakijapata taarifa zozote rasmi kuhusu mahali alipo kiongozi huyo, taarifa ambazo zinalingana na za familia yake iliyokwenda polisi kujaribu kupata ukweli wa mambo bila mafanikio. Akizungumzia tukio hilo, ndugu wa karibu wa mwanasiasa huyo Chacha Heche alisema familia iko katika wakati mgumu kutokana na kutokujua aliko ndugu yao. Sijara tangu jana kwa kweli, mpaka sasa sijara na sitakula mpaka nitakapomwona ndugu yangu machoni mwangu. Lakini pointi ya msingi hapa ni kwamba familia inadai nani? Tunamtaka mtoto wetu arudi akiwa salama. Mpaka sasa jeshi la polisi halijatoa taarifa yoyote rasmi kuhusu sakata hilo. Familia pamoja na chama chake wanaamini kwamba mwanasiasa huyo huenda anashikiliwa na polisi kwa tuhuma ambazo bado hazijafahamika. Baadhi ya wataalamu wa sheria wanasema kwa mujibu wa sheria, mtu anapokamatwa na polisi anatakiwa kufikishwa mahakamani ndani ya saa 24 tangu kukamatwa. Wakili Peter Madereka ameiambia DW kwamba sheria pia inaruhusu upande wa waliokamatwa kufungua mashauri mahakamani iwapo wanahisi haki zao zimekiukwa. Upande wa waliokamatwa wanaweza kupeleka mahakamani maombi ambayo kisheria yanaitwa application for habeas corpus. Maana yake kulazimisha mamlaka ambazo zimefanya huo ukamataji ulio kinyume cha sheria uweze kulazimishwa na mahakama kumleta huyo waliyemkamata mahakamani kwa ajili ya hatua za kimahakama. Na iwapo hao wanaotuhumiwa kwamba wamemkamata akasema sio mtu hatuna. Sasa kwenye kwa kesi hilo ni polisi tayari walishatoa matamko kwamba na dunia inafahamu kwamba walimkamata na awali walisema watasafirisha kumpeleka Tarime kwani Mara kwa ajili ya hatua nyingine. Kwa hiyo kuja kukana tena kwamba hawajamkamata ni jambo ambalo haliwezekani mbele ya macho ya umma. Wakati hayo kiendelea, baadhi ya mashirika kutetea haki za binadamu na vyama vya kitaaluma vimeonya kuhusu kuongezeka kwa matukio watu kutoweka katika mazingira ya kutatanisha. Jumuiya ya wataalamu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDASA imetoa tamko ikielezea masikitiko yake juu ya matukio ya watu kupotea au kudaiwa kutoweka, ikisema leo inatisha uhuru wa kujieleza na misingi ya haki za binadamu nchini. Hata hivyo, hivi karibuni jeshi la polisi limesema kumekuwa na matukio ambayo baadhi ya watu waliodai kutekwa baadaye walibainika kujificha wenyewe. Polisi limeongeza kwamba linaendelea kufuatilia kwa karibu kila taarifa inayotolewa kuhusiana na matukio ya aina hiyo. Ingawa tukio la kukamatwa kwa Heche lilirekodiwa na kusambaza katika majukwaa mbalimbali, jeshi hilo limesalia kimya kuhusu wapi anashikiliwa kiongozi wa Chadema. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW. Asante sana George Jogopa ukiwa jiji kuu la kibiashara Dar es Salaam, ambapo matangazo ya msikilizaji ni ya mbashara. Awamu ya pili nashirikiana na shirika la DW, ambapo ni ripoti, uchambuzi, vile vile makala. Rais wa Marekani Donald Trump ameionya vikali Israel dhidi ya mpango wake wa kunyakua ukingo wa Magharibi. Ametahadharisha ikiwa watafanya hivyo, Marekani itaacha kabisa kuwaunga mkono. Hayo ni yanajitokeza siku chache tu baada ya kuanza utekelezwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano eneo la Gaza. Lilian Mtono na taarifa zaidi. Hojiano na jarida la Times na kuchapishwa jana Alhamisi, huku waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio akisema kwa ujasiri kwamba makubaliano hayo ya amani huko Gaza yataendelea kutekelezwa.
Trump alisisitiza kwenye mahojiano hayo akisema hilo halitatokea wakati alipokuwa akijibu swali kuhusu mipango ya Israel ya kunyakua ukingo wa magharibi ulioko kwenye eneo la Palestina ambao Israel imekuwa ikiukalia kimabavu tangu mwaka 1967. Israel haitafanya chochote kwenye ukingo wa magharibi. Hawawezi kufanya lolote kwenye ukingo wa magharibi. Msiwe na wasiwasi. Israel inaendelea vizuri sana. Hawatafanya chochote huko. Lakini akatahadharisha ikiwa watafanya hivyo, Marekani itaacha kabisa kuwaunga mkono. Wabunge wa Israel siku ya Jumatano waliidhinisha miswada miwili iliyofungua njia ya kunyakua ukingo wa magharibi, hatua iliyokosolewa na makamu wa rais wa Marekani JD Vance aliyekuwa Israel na ambaye hakusita kuyaunga mkono matamshi hayo ya Trump. Wapalestina nao wamepinga vikali mpango huo wa kunyakua baadhi ya maeneo ya ukingo wa magharibi, wakiutaja kama hatua ya wazi ya uvamizi na ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Miongoni mwao ni Wasel Abu Yusuf, mjumbe wa kamati kuu ya chama cha ukombozi wa Palestina PLO, aliyesema bila shaka kwa kile kinachoonekana sasa Israel ni kama ililazimishwa tu kusimamisha vita vyake vilivyosababisha mauaji ya halaiki, uharibifu na umwagaji damu. Vitendo vya Israel vinaonyesha namna inavyopuuza maazimio halali ya kimataifa na sheria za kimataifa, ikiwa ni pamoja na kuyakataa maazimio yaliyopitishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Na taarifa kutoka Ankara, Uturuki, zimesema Rais Recep Tayyip Erdogan ameitolea wito Marekani na mataifa mengine kuchukua hatua zaidi za kuishinikiza Israeli kuheshimu makubaliano ya amani ya Gaza, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa kuiwekea vikwazo ama kusitisha kuiuzia silaha. Na huko Brussels, Umoja wa Ulaya umesema sasa wanaangazia namna watakavyoweza kuwa na nafasi kubwa zaidi huko Gaza na ukingo wa magharibi baada ya kutengwa kwenye makubaliano hayo. Kwenye mkutano wa kilele uliofanyika Alhamisi mjini Brussels, viongozi hao waliangazia usitishwaji mapigano ambao bado unayumba huko Gaza na kuahidi kusaidia juhudi za kuleta utulivu katika eneo hilo la pwani lililoharibiwa kwa vita. Asante sana Lilian Mtono kwa taarifa hiyo kutokea maeneo hayo ya ukingo wa magharibi, ambapo Umoja wa Ulaya umeitaka halmashauri yake kuu kuendeleza mpango wa kuihudumia kifedha Ukraine kwa kipindi cha miaka miwili ijayo. Viongozi wameacha wazi mjadala kuhusu uwezekano wa kutumia mali za Urusi zilizozuiwa katika nchi wanachama kuifadhili katika hatua ya mikopo hiyo mikubwa. Mkutano wa Brussels haukuidhinisha rasimu ya kutumia euro bilioni 140 zilizozuiliwa kutokana na mali za Urusi. John Juma na taarifa zaidi. Zilizozuiliwa kutokana na mali za Urusi kama sehemu ya fedha za kuifadhili Ukraine. Badala yake wameahirisha uamuzi huo muhimu hadi mwezi Desemba. Wanadiplomasia wanasema rasimu hiyo ni hatua moja mbele kuelekea makubaliano, japo imekumbwa na upinzani kutoka kwa Ubelgiji, nchi ambayo benki zake zinahifadhi sehemu kubwa ya dhamana za benki kuu ya Urusi tangu uvamizi wa Ukraine ulipoanza mwaka 2022. Rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa alisema umoja huo umejitolea kuhakikisha mahitaji ya kifedha ya Ukraine yanatimizwa kwa miaka miwili ijayo. Amesisitiza kuwa Urusi inapaswa kuelewa kuwa Ukraine itaendelea kuwa na rasilimali za kifedha zinazohitajika kujilinda. To sum up, we continue to use all means at our disposal. Kwa ufupi, tunaendelea kutumia njia zote tulizonazo kuiweka Ukraine katika nafasi ya nguvu. Mazungumzo na Putin yakianza, na tunatumai yataanza karibuni, hali haitabadilika. Ujumbe wetu ni wazi, Ulaya haitaiacha Ukraine. Will not let Ukraine down. Umoja wa Ulaya ulizuia takriban euro bilioni 200 za mali za benki kuu ya Urusi baada ya uvamizi wa mwaka 2022. Hata hivyo, Tume ya Ulaya inapendekeza fedha hizo zitumike kutoa mikopo mikubwa kwa Kiev bila kuzitaifisha moja kwa moja. Rais wa halmashauri kuu ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema bado kuna kazi kubwa mbele ya kuhakikisha pendekezo hilo lenye utata linafanikishwa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliyeshiriki mkutano huo wa kilele mjini Brussels
alikaribisha maamuzi hayo kama ishara ya msaada wa kisiasa kutoka Ulaya katika azma ya kutumia mali za Urusi kuisaidia Ukraine kuendelea kupambana. Mapema Ijumaa, waziri wa uchumi wa Ujerumani Katharina Reiche aliwasili mjini Kiev kwa ziara inayolenga kuonyesha utayari wa Ujerumani kuisaidia Ukraine kukarabati miundombinu yake ya nishati iliyoharibiwa na mashambulizi ya Urusi. Wakati huo huo, Rais Zelensky anatarajiwa kuelekea London ambako mwenyeji wake waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema atatoa wito kwa viongozi wa Ulaya kuongeza msaada wa kijeshi kwa Ukraine, ikiwemo kuipatia makombora ya masafa marefu. Asante sana John Juma kwa taarifa hiyo. Nazidi kuendelea mbele na taarifa yetu ya habari za dunia, ambapo ni Afrika leo mchana na shirikiana DW. Waziri mkuu mpya wa Japan Sanae Takaichi ameahidi kuongeza kasi ya ujenzi wa uwezo wa kijeshi na matumizi ya ulinzi. Takaichi ametoa hotuba yake ya kwanza ya sera katika mazingira ya mvutano unaoongezeka na Uchina, Korea Kaskazini na Urusi. Takaichi alichaguliwa kuwa mwanamke wa kwanza kuongoza Japan, hatua iliyowekwa kwamba ni historia. Silvenas Karemera anaripoti akiwa Kigali, Rwanda. Wake ulihitimisha miezi kadhaa ya mkwamo wa kisiasa ndani ya chama tawala. Hii ilikuja baada ya mfululizo wa kushindwa kwa uchaguzi uliosababisha kupoteza wingi wa kura bungeni. Katika hotuba yake ya kwanza ya sera, Takaichi alitangaza kuwa Japan itafikia lengo la kutumia 2% ya pato la taifa kwa ulinzi ifikapo mwezi Machi. Awali lengo hilo lilikuwa limepangwa kutimizwa mwaka 2027. Uamuzi huu unaashiria msimamo wake wa kuongeza kasi ya ujenzi wa jeshi la nchi hiyo. Amesema serikali yake itakamilisha mapema marekebisho ya mkakati wa usalama wa taifa. Mpango huo mpya unatarajiwa kuwa tayari kabla ya mwisho wa mwaka wa 2026. Hapo awali Japan ilikuwa inafanya mapitio ya mkakati wa usalama takribani kila baada ya miaka 10. Nimeazimia kugeuza wasiwasi wa wananchi kuhusu maisha yao ya sasa na ya baadaye kuwa ya matumaini na kujenga uchumi thabiti. Nitaiwezesha Japani kuwa taifa lenye nguvu na ustawi. Nitakabiliana na changamoto zinazoikabili dunia na kurejesha hadhi ya kidiplomasia ya Japani ili ichangie tena katika jamii ya kimataifa. Kwa dhamira ya kutokata tamaa kamwe, ninaahidi kufanya kazi kwa bidii na kwa moyo wa dhati kwa ajili ya taifa letu na watu wake. Takaichi alifafanua kuwa mabadiliko haya yanachochewa na mazingira mapya ya usalama duniani. Alitaja uvamizi wa Urusi nchini Ukraini kama ishara ya hatari mpya. Pia alisema migogoro ya Mashariki ya Kati imeongeza hali ya wasiwasi kimataifa. Katika hotuba yake alionya kuwa mpangilio wa dunia huru na thabiti unatikiswa kwa kasi kubwa. Alisema ushindani wa kisiasa na kijeshi unazidi kuongezeka, hali inayohitaji mataifa kuwa na mikakati mipya ya kujilinda. Takaichi alielezea wasiwasi wake kuhusu shughuli za kijeshi za majirani wa Japani. Alisema China, Korea Kaskazini na Urusi zinachukua hatua zinazotia hofu kubwa. Serikali yake imeeleza dhamira ya kujibu vitisho hivyo kwa kujenga uwezo wa kujihami zaidi. Amehimiza Japani kuimarisha misingi ya kujilinda na kuongeza nguvu ya kiulinzi na kuongeza kuwa nchi hiyo haiwezi kutegemea washirika pekee katika usalama wake. Kwa maoni yake, kujitegemea kijeshi kutaleta uthabiti wa muda mrefu. Ahadi yake imekuja siku chache kabla ya ziara ya rais wa Marekani Donald Trump. Ziara hiyo itahusisha mazungumzo ya ngazi ya juu kuhusu uhusiano wa kijeshi. Trump anatarajiwa kuiomba Japan kuongeza zaidi matumizi yake ya ulinzi. Takaichi amesema anataka kujenga uhusiano wa kuaminiana na Trump. Ameahidi kuinua ushirikiano wa Japan na Marekani hadi kiwango kipya. Mazungumzo yao yanatarajiwa kuimarisha ushirika wa kiusalama kati ya mataifa hayo mawili. Amesema Japan inahitaji wafanyakazi wa kigeni kufidia upungufu wa nguvu kazi unaosababishwa na kuzeeka kwa watu. Hata hivyo, ameonya kuwa ni wale tu wanaoheshimu sheria na taratibu watakaoruhusiwa kufanya kazi nchini humo. Amesisitiza kuwa hatua hiyo si chuki dhidi ya wageni, bali ni kulinda nidhamu na utulivu wa jamii. Asante sana Silvanas Karemera kwa taarifa hiyo kutokea ambapo umeripoti kutokea kule Kigali, Rwanda. Wakati huu msikilizaji, na kuomba simama kituo hiki, kituo kipi Radio Fortune Africa, ili tuweze kufikia malengo yetu ya uratibu katika hatua kununua transmitter na station transmitter link yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 01245085217800 au till number ni
1468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Iwapo basi ungependa vile vile kutumia PayPal, search kwenye PayPal na email ni cantona.online254@gmail.com. PayPal search email ni cantona.online254@gmail.com. Ama vile vile unaweza enda pale kwenye Facebook yetu, kuna link ya PayPal ambayo itakuelekeza vile unaweza kutusaidia kuona kwamba tunanunua transmitter na station transmitter link. Sasa hivi msikilizaji, yanayovuma kwenye mitandao na kurejesha kwenye studio za DW Bonn, ambapo sasa hivi Najit Omar ndiye anaye tuelekeza zaidi. Lakini Katemero Mrasi anasema hadi mtu anamuua mtu wa hudumu, walikuwa wapi? Maswali yalikuwa mengi sana. Swali zuri. Katokaje huku kenda kule kaua mtu? Ni swali zuri, lakini wengine pia wanahojwa na wanasema inawezekana Charo kulikuwa kuna ugomvi kati ya hawa wawili, ama ni watu ambao walikuwa wanajuana, kulikuwa kuna visasi, kwa sababu swala la afya akili, kwa sababu swala la afya akili jamaa alivyolazwa halikuwepo. Kwa nini litokee baada ya kumuua mwenzake? Tuelekee huko nchini Cameroon, ambako upatikanaji wa huduma za interneti nchini Cameroon umedhoofika kwa kiasi kikubwa, na huku maandamano yakiendelea kufuatia udanganyifu katika uchaguzi wa urais uliofanyika Oktoba 12. Jana hali ilikuwa shwari kuanzia asubuhi, lakini ilipofika saa 6 mchana huduma za mtandao duniani NetBlocks inasema kwamba kunaonesha speed ya internet nchini Cameroon ikiwa shida, hali inayodhorotesha huduma za upatikanaji wa habari na matukio yanayoendelea katika nchi hiyo. Sasa hii taarifa ni kama vile Cameroon wanashangaa kwa nini internet imedhoofika, wakati wa Tanzania ambao wamesoma taarifa hii wanaona ni jambo la kawaida. Kwa mfano Mchika anasema watozoea tu, sisi Instagram na X maarufu kama Twitter ni mwendo wa VPN tu sasa hivi na tunaelewa. Salum Ali anasema mambo haya kumbe kote nilidhani ni kwetu tu. Johari anasema sasa taarifa na yanayoendelea sisi tutasikia vipi? Madaraka Afrika ni mtihani mtupu. Charo niishi hapo. Haya basi, moja kwa moja tusome maoni ambayo yametufikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook na Instagram. Dr. Said Mfinanga wa Moshi, Tanzania anasema yenyi M23 yafaa mjue hamwezi kukwepa lawama kamwe za kupora dhahabu kilo 500. Lazima mali hizo ziwa faidi raia wa mashariki mwa Kongo kwa sababu ni mali zao. Jaberi Masatu huyo anasema kinachosikitisha Tanzania ni kwamba serikali inachukua muda mwingi sana kushughulika na Chadema ambao wapo nje ya chaguzi. Lakini bila shaka hii kauli ya no reform no election imekuwa kubwa kubebeka ndani ya CCM, hatimaye wanatumia dola kumshika Heche. Haibadili chochote katika mahitaji yetu. Yasini Nifti anasema naipenda sana nchi yangu Tanzania, lakini nachukizwa sana na siasa zake. Pole. Lucas Zabron wa Bugalika, Mwanza, Tanzania anasema mataifa ya Umoja wa Ulaya kuipa Ukraine makombora ya masafa marefu sio suluhisho la mzozo wa Urusi na Ukraine, bali ni kuzidisha kuchochea mzozo kuwa mkali zaidi. Mzalendo halisi anasema Donald Trump ni mnafiki tu, hawezi kuacha kuunga mkono Israel hata siku moja. Yeye ndiye mfadhili mkubwa wa Israel. Fezi Felix inaumiza sana kusikia kila siku habari mbaya kutoka huku kwetu mashariki mwa Kongo. Mungu atusaidie kwa kweli. Maneti Magongo Kione wa Iringa Uluti ni kule nchini Tanzania anasema waasi wa M23 wanakanusha hayo madai ya kupora dhahabu. Sasa nani kahusika? Kwa sababu wao ndio wanashikilia maeneo hayo. Tunaomba uchunguzi ufanyike. Milunga Arabia anasema Heche hukamatwa na hajulikani aliko, baadaye atatoka mtu kwa maslahi yake atakwambia tulinde amani. Hivi inawezekanaje kulinda kitu ambacho hakipo? Mbaga Charles Kubeja wa Geita anasema kila laheri Bi Takaichi, waziri mkuu wa Japani. Imani kubwa itashughulikia pia ongezeko la bei na ongezeko la gharama za maisha kwa faida ya taifa lako la Japan. Mick Benide, hii Tanzania watawala wananufaika na hii amani wanayoimba kila siku kwenye majukwaa. Tunakamilisha kwa kusomea ujumbe mfupi msikilizaji. Muda mfupi ujao ni mjadala wetu ambao unajikita kuhusu watoto kupelekwa shule za bweni mapema. Asante sana Josephat Charo. Hatua hii basi inanipatia fursa kukuletea kiziba mkonga kabla tujapokea mjadala, ambapo sasa hivi tupokee kiziba mkonga.
Kiziba mkonga cha sasa. Kwenye maisha, msikilizaji, kuna watu ambao hata waumiaje au wakwazwaje. Kwenye maisha kuna watu ambao hata waumiaje au wakwazwaje au wakerwaje, kamwe huwezi kujua, maana hawatosema wala hawatolalamika. Tabia hii huanza kidogo kidogo na mara huja kuwa asili yao. Maumivu wanayovundika moyoni mwao ni bonge la bomu. Kwenye maisha kuna watu ambao hata waumiaje au wakwazwaje au wakerwaje, kamwe huwezi kujua, maana hawatosema wala hawatolalamika. Tabia hii huanza kidogo kidogo na mara huja kuwa asili yao. Maumivu wanayovundika moyoni mwao ni bonge la bomu. Na wengi wamo humo. Kwanza mioyo imejifia ganzi. Unaona, hata ukilalamika au kujieleza, hakuna mwenye anaweza kukufii kwenye maumivu hayo. Hivyo unaona bora tu upuzilie, uyaishi hayo unayopitia. Na wengine hawezi kukaa kimya, hawataki kufa na pressure na blood pressure. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.